الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neno dhulma linafasiriwa kwa maana ya kuweka kitu katika sehemu sio yake, ima kwa kupunguza au kwa kuongeza. Na dhulma inagawika katika sehemu tatu. Kuna dhulma anayoifanya mwanadamu kwa Mola wake Muumba, ambayo ile ni ile ya kukanusha na kukataa maelekezo ya Mwenyezi Mungu, kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kufanya unafiki katika mambo ya Mwenyezi Mungu. Hii ameiita kuwa ni dhulma Mwenyezi Mungu katika Qur'ani pale aliposema baada ya Bismillahirrahmanirrahim, inna shirka la dhulmun adhim, kwamba shirki, kumshirikisha Mwenyezi Mungu, ni dhulma iliyokubwa. Kisha kuna dhulma wanaofanyiana wanadamu wenyewe kwa wenyewe. Dhulma hii ameieleza Mwenyezi Mungu kwenye hadithi al-Qudsi pale alipotuambia, inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Nasema yeye amejiharamishia kudhulumu na akajalia dhulma ni kitu haramu kati yetu, na mwisho akatuhusia tusidhulumiane. Lakini pia kuna dhulma anayofanya mwanadamu kwa viumbe vingine, na vile vile tumekatazwa. Anaeleza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mwanamke aliyoingia motoni kwa sababu ya paka. Akasema, dakhalat imra'atun nara, mwanamke ameingia motoni fi hirratin, kwa ajili ya paka. Kwa nini? Rabatatha, alimfunga yule paka. Falam tut'imha, hakumpa chakula. Walam tusqiha, wala hakumpa maji ya kunywa, na wala hakumwachia akajitafutia mwenyewe. Amefanya dhulma, na kwa dhulma ile amestahiki adhabu ya kuingia motoni. Aina ya tatu ya dhulma ni dhulma ya mtu kujidhulumu nafsi yake yeye mwenyewe. Dhulma hii tunaambiwa ndio dhulma iliyokubwa kabisa. Anajidhulumu mtu nafsi yake mwenyewe. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anatuhadithia juu ya watu waliopita na yale yaliyowakuta. Katika suratul Nahl aya 118 anatuambia, wama dhalamnahu, nasema wala hao hatukuwa dhulumu, walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini walijidhulumu wenyewe nafsi zao. Katika surati Yunus aya 44 Mwenyezi Mungu anatuambia baada ya Bismillahirrahmanirrahim, inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'an, Mwenyezi Mungu hawadhulumu watu chochote, walakinna an-nasa, lakini watu, anfusahum yadhlimun, wenyewe wanajidhulumu. Dhulma ya kujidhulumu wewe mwenyewe nafsi yako, na ndio dhulma iliyokubwa kabisa. Mwenyezi Mungu atuepushe na dhulma zote pamoja na hii. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. صدق الله العظيم. بارك الله
لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhulmu nafsi, dhulma ya mtu kujidhulumu mwenyewe nafsi yake, ni miongoni mwa dhulma zilizokubwa kabisa. Vipi mtu atajidhulumu nafsi yake? Wanazuoni wanasema ni kufanya matendo yasiyofaa kwa nafsi yake mwenyewe, ima iwe matendo iwe maneno ambayo anaweza kuacha kuyafanya lakini akafanya. Hapo anakuwa kajidhulumu nafsi yake. Kuchuma madhambi ni sehemu ya mtu kujidhulumu nafsi yake. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani, waman yataadda hudud Allah, yoyote mwenye kwenda kinyume akavuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, kufanya asiyoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, faqad dhalama nafsa, huyu anakuwa amejidhulumu nafsi yake. Mwenyezi Mungu anatupa mfano wa mtu aliyejidhulumu nafsi yake katika suratul Kahf aya ya 35. Anasema, wadakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abadan. Huyu kajidhulumu nafsi yake kwa kufata matamanio ya nafsi yake, kwa kuona mali aliyokuwa nayo kapata kwa akili yake na uwezo wake, hana sababu ya kumshukuru Mungu, akaingia kwenye bustani shamba lake lile. Mungu anasema wa huwa dhalimun li nafsi, ilhali ni dhalimu anayejidhulumu nafsi yake kwa kufata matamanio na kusema, sidhani kama hivi Mungu alivyonipa hivi nilivyokuwa navyo vitapotea, hivi hali yangu itakuwa hivi tu. Kadhulumu nafsi yake kwa kufata matamanio. Aina nyingine ya dhulma mtu kudhulumu nafsi yake anaitaja Mwenyezi Mungu katika suratul Baqara aya ya 231. Anaelezea sura ya mwanamume aliyooa mke, imefika pahala ndoa ile haiwezekani, mke anataka talaka, mume naye hamtaki yule mke, lakini anaendelea kumshikilia kwa sababu kagundua akimng'ang'ania anamuumiza. Au kama inavyoelezwa na wanazuoni ilivyokuwa nyuma ikifanyika, anamwacha, ikikaribia eda kumalizika anamrudia, sio kwa sababu anamtaka, ili aendelee kumuumiza na kumdhuru. Mwenyezi Mungu anasema, wala tumsikuhunna dhiraran litatadu, msiwazuilie wanawake kwa ajili ya madhara ili mfanye uadui. Humtaki lakini unasema namkomesha. Kisha Mwenyezi Mungu anasema, waman yaf'al dhalik, na yoyote mwenye kufanya hivyo, faqad dhalama nafsa, huyo amejidhulumu nafsi yake. Hii ni miongoni mwa aina ya dhulma ambayo mtu anajidhulumu mwenyewe. Kisha kufanya dhulma, kujidhulumu nafsi yako, ni katika mambo mazito ambayo Mwenyezi Mungu ameyaeleza katika Qur'ani. Adhabu yake ni kubwa. Kwenye suratul Insan aya ya 31 Mwenyezi Mungu anasema,
yudkhilu man yasha'u fi rahmati, humuingiza amtakaye katika rehema yake. Lakini wadhalimina, na wale wenye kudhulumu, kwa kuanzia wanaodhulumu nafsi zao, aadda lahum adhaban alima, amewaandalia adhabu iliyokali kabisa. Miongoni mwa dhulma za mtu kudhulumu nafsi yake ni huyu mume. Hana haja na mke yule tena, lakini anamshikilia ili afanye uadui na madhara. Kufanya hivi ni kujidhulumu nafsi yako. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan minhum amirul mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, amirul mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab, amirul mu'minin sayyidina Uthman ibn Affan, amirul mu'minin sayyidina Ali ibn Abi Talib, بقية العشر بشرين بالجنة وعن أزواج نبيك وعمي وسبطائي ذي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.